السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بتوفيق الله سبحانه وتعالى الكلام واصل ومتصل فيما توقفنا به في درس الماضي في ذكر بعض أحكام المتعلقة بشهر رمضان في هذه الآيات المذكورة في هذه الكتيبة الصغيرة. Uzangu katika imani, tuendelea na kutaja baadhi ya ahkamu muhimu zinazopatikana katika hizi aya ambazo zimewekwa hapa na Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, zinazozungumzia masala mazima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tulitaja aya inayohusiana na masala ya hukumu za watu wenye udhuru ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wasafiri pamoja na wagonjwa. Tukaimaliza hii aya, walillahi alhamd. Na leo tuendelea na aya ambayo Allah anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hii aya imeanza kuonesha ni kama kuna watu walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha sa'alaka ibadi. Allah mwambia Mtume alayhi salatu wassalam, na ikiwa watakuuliza waja wangu, anni, kuhusiana na mimi, wakuuliza kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, basi wajibu mimi niko karibu yao zaidi. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, naitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Falyastajibu li, basi wanitii mimi. Waliyu'minu bi, na waniamini katika maombi yao, wala wasiwe na shaka. La'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Wayadhkur ahlu tafsir anna lilaya sababa nuzulin, wa tafsiri wa Qur'an wanatutajia kuwa katika hii aya kuna sababu ya kuteremka kwake. Sababu katika Qur'ani imegawanyika sehemu mbili. Kuna Qur'anun ambayo ina sababu nuzuli na Qur'ani ambayo ni ibtidaiyun, yenyewe haina sababu nuzuli yake. Yani kuna sura katika Qur'an hazina sababu ya kuteremka, hakukuwa na tukio lolote wala kuulizwa maswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali zimeteremka tu ibtidai. Lakini ziko ambazo zimeteremka baadhi ya sura au aya kwa sababu maalum, ima kuna tukio limetokea au Mtume sallallahu alayhi wasallam ameulizwa swali kwa yasubiria jibu lake, kuteremshwa sura au aya kwa ajili ya kujibu hilo swali. Na hapa ni swali aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba walimuuliza Mtume wakamwambia, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Muuliza, ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mola wetu yuko karibu tumnong'oneze katika maombi, yani tumuombe kwa siri, tusitoe sauti sana, au yuko mbali hawezi kutusikia paka tutoe sauti za kutosha? Aqaribun rabbuna fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Fanazalat hadhihi al-ayatu, aya hii ikateremka kuwa ni jawabu kwa masahaba na kila ambaye wataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala,
basi afahamu kuwa Allah aqrab minhu, Allah yuko karibu zaidi na yeye, biilmihi wa qudratihi wa rahmatihi. Allah yuko karibu zaidi na yeye kwa ilmu yake na uwezo wake na huruma yake, anamsikia na anajua yale yote ambayo anayafanya. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa waja wangu watakuuliza kuhusiana na mimi, yani kuniomba maombi yao, waniombe katika aina gani? Watoe sauti ili niwasikie kwa sababu niko mbali, au wazungumze kidogo kidogo nitawasikia kwa sababu niko karibu nao zaidi? Fa inni qaribu, basi waambie niko karibu zaidi. Ujibu da'wata da'i idha da'an, namuitikia au naitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Yani mtu anapomuomba Allah dua, basi Allah ameahidi kuitikia maombi na kujibu, lakini kwa masharti. Anapoomba mtu dua ili ijibiwe, aiombe ikiwa ana yaqini katika moyo kwamba atajibiwa dua yake na asiwe na mashaka. Lakini pia asiombe muhali, asiombe kitu kisichowezekana katika utaratibu aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Inaitwa i'tidaun fi dua. Mathalan, mtu aombe sasa hivi aingie peponi kabla hajafa. Hili ni jambo haliwezekani, sababu katika utaratibu wa Allah hajaweka huo utaratibu. Mtu aombe tu dua aingie peponi, mpaka ufe kwanza. Omba pepo, Allah akuwafikishe baada ya kuondoka kwako kwenye huu ulimwengu, basi upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu mwanaume aombe kuwa wa kike. Haya ni maombi ambayo hayapo katika utaratibu wa kisheria. Au mwanamke aombe kubadilika jinsia awe wa kiume, ni utaratibu ambao haupo katika utaratibu wa kisheria. Wa hakadha, mtu asiombe dua ya kukata udugu au kuvunja kizazi, sababu kuna mtu aweza kuomba dua nzuri lakini katika moyo wake nia yake ni mbaya. Mathalan, mtu anaomba apate elimu au apate mali au apate watoto, lakini lengo lake ni ili ajifakharishe kwa wengine. Mathalan, mtu apate elimu nyingi ili aje atambe sasa mtaani, aonekane yeye ndo msomi kuzidi wengine wote. Kiangalia dua yake ni nzuri, aomba ilmu, ni kitu kina sharafu na kinahitajika kwa mtu, lakini makusudio yake ni nini? Ni kuweka uadui baina ya watu kupitia elimu yake. Wa hakadha fil mal, fil aulad, fi aljah, hivyo katika mali, watoto, katika nafasi. Mtu anaweza akawa yuwaomba apate nafasi katika kazi, mathalan apandishwe daraja, apandishwe cheo. Ni jambo zuri, litamsaidia katika maisha yake, lakini akawa na makusudio tofauti, apandishwe cheo, awe na cheo cha juu ili aweze kuwaonea wengine na kuwatesa. Hii tayari ina uadui ndani yake, manake haitojibiwa hata afanye nini, kwa sababu imeshavunja masharti ya kukubaliwa dua. Usiwe na uadui katika yale unayoyaomba, au kuvunja kizazi au udugu kati yenu ambao upo kupitia hiyo dua ambao unaiomba. Walidhalika, aweza akawa mtu yaomba dua wakati mwingi na anashangaa kwa nini hajibiwi maombi yake, lakini kumbe ana mawani'u ijabati dua, ana vizuizi vingi vya kuitikiwa dua ambavyo yuko navyo. Unaweza kukuta mtu anakula haramu, anavaa haramu, amekulia maisha ya haramu, kujibiwa dua inakuwa ngumu, kama ilivyokuja kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hapa pia, ndugu zangu katika imani, katika fawaid ambazo wanazitaja wanachuoni, hii aya ukiangalia iko katikati ya ayati siyam. Imekuja aya ya kwanza ambayo yazungumzia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yazungumzia ahkam za funga. Ikafuata aya ya pili, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, yazungumzia aya za funga. Lakini ikaja hii ambayo haizungumzii hukumu yoyote ya funga,
Baada ya kuisha hii ikaja tena nyingine ambayo yazungumzia hukumu za funga, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Wasema wanachuoni, Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya zilizotangulia amezungumzia ahkamu siyam wakati wa mchana. Aya zilizotangulia Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia ahkamu siyam wakati wa mchana, na mpaka inapofikia mtu kufungua, manake ameshakamilisha asilimia kubwa ya somo yake, imebaki asilimia ndogo tu ya kuitimiza. Falidhalika twaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika malengo ya kufaradhishwa somo, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ya somo ni watu waweze kuwa wacha Mungu, waweze kuwa wacha Mungu wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika baada ya kuwa mtu amefunga na amekwenda mpaka time ya kufuturu amefungua, maana yake sasa inabidi awe amefikia hatua fulani katika uchamungu. Na baada ya kufikia katika uchamungu unarudi katika aya nyingine ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah anawakubalia matendo yao wale wenye sifa ya uchamungu. Na katika matendo ambayo Allah yakubali pia dua. Mtu ambaye ana sifa ya uchamungu akiomba dua kwa Allah, Allah anaitikia. Walidhalika, kwa sababu wewe umepiga hatua kuelekea katika uchamungu, basi wakati huo omba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakubaliwa. Wakati huo ukiomba dua inakubaliwa, kwa sababu tayari umefikia katika daraja ambayo Allah ameikusudia ya watu ambao hawakubalia matendo yao. Walidhalika ikawekwa hii aya hapa katikati kabla hazijamaliziwa ahkamu siyam ambazo ni za usiku, ili mtu aombe dua kwa wingi pale anapokuwa amefikia wakati wa kufungua. Kwa maana tukaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu aliyefunga wakati anafungua ana dua mustajaba. Mtu aliyefunga wakati anapofungua ana dua mustajaba. Kwa nini? Kwa sababu amefikia katika daraja ya uchamungu au amekaribia katika daraja ya uchamungu, na Allah subhanahu wa ta'ala ashasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah awakubalia matendo yao wacha Mungu na anawaitikia. Walidhalika hii aya ikawekwa hapa ili watu wakumbuke katika fursa adhimu na katika nafasi za kipekee ni mtu kuomba dua wakati anafungua, asighafiliki. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana inapofikia wakati wa kufungua, mtu asiwe na haraka tu ya kuswali na kutoka msikitini ili aende akale chakula. Kaa msikitini, swali rakaa mbili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kile unachotaka. Muombe Allah wakati huo, kwa sababu ni wakati ambao dua anayoiomba mtu aliyefunga inakuwa ni mustajaba, inakuwa ni mustajaba. Na dua ni katika ibada adhim ambazo Muislamu hatakiwi kuiacha kabisa. Yani siku haitakiwi kuisha isipokuwa umenyanyua mikono, umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi mbalimbali, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ad-du'a huwa al-ibada, dua ndio ibada. Yani katika ibada kubwa ni mtu kuinua mikono yake akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuwa na shaka wala kuchoka. Walidhalika ndugu zangu katika imani, waona pia ufasaha wa Qur'ani na mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya na fiqhu aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuzipanga hizi aya, kwa sababu hazikuteremka hivi kwa mpangilio, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikiteremka aya anawaambia, hii wekeni katika sehemu fulani, andikeni sehemu fulani. Walidhalika hata hapo waona mwenyewe mpangilio wake ulivyo. Yani kwa akili ya kawaida ilitakiwa ziishi kwanza ayatul ahkam kisha ndo ije dua, lakini zimetajwa hukumu za saum wakati wa mchana kabla zijamaliziwa za wakati wa usiku, kuwekwa aya ya maombi, kisha baadaye kukamaliziwa aya
ambazo zinafungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wakati wa usiku, yaonesha ufasaha mkubwa wa Qur'an na fiqhi ya upangaji wa aya aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo inafanya Qur'ani kubaki kuwa ni muujiza wa kipekee na wa kudumu katika Uislamu. Naktafi bihadha alqadr. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.